Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika na mimi kunipa nafasi niweza kuchangia barabara yetu na wizara yetu ya ujenzi. Kwanza kabisa ninamshukuru Mheshimiwa Rais kwa maono yake na kutupa barabara kile kipande cha njia 4 pale Mbeya mjini kuanzia jimbo la Uyole mpaka Ifisi. Ninampongeza sana kwa niaba ya wana Mbeya, naomba wabunge tumpigie makofi sana Mheshimiwa Rais. Kwa sababu barabara ile ni barabara ya uchumi, karibu 60% ya mizigo inayotoka bandarini inapita kwenye ile barabara. Kwa maana yake ni kwamba kama ni pesa tunazitafuta basi ziko kwenye barabara ile. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, nakuomba sana, na nimeona kwenye vitabu vyako umesema umeiongelea barabara na wana Mbeya wamekusikia, basi flow ya pesa iendelee kwenda pale ili mkandarasi asitoke kwenye site. Lakini pia naendelea kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa fedha alizotoa za fidia, kwa maana kuijenga barabara ya mzunguko ile bilioni 27, na nakumbuka waziri ulikuja Mbeya na we mwenyewe ukasema nikirudi tu bajeti ya mwaka jana ile, na ukasema hizi fedha nitazitoa. Wakati huo mbunge alikuwa ni dada yangu Daktari Tulia Ackson, na bilioni 27 zilishalipwa fidia kwa wananchi. Kwa hiyo ni dhamira njema ya Mheshimiwa Rais kwamba anataka kutukwamua wana Mbeya kuepukana na foleni, lakini na ajali ambazo zinatokea mara kwa mara kutokana na jiografia. Lakini nilikuwa naomba waziri, tutakapokuja kuenda hapo tufahamishe barabara ya njia 4 hiyo ambayo inaanzia Igawa mpaka Tunduma ni lini itaanza kujengwa ili kukamilisha hicho kipande chote kiishe. Lakini na zile barabara zinazoilisha hiyo barabara ya njia 4 ya Mbeya, tunazo barabara ambazo zinatoka kwenye zinazounganisha mikoa. Iko barabara ya kutokea Makongorosi kwenda Ruangwa ambayo inaunganisha mikoa mitatu: Singida, Tabora na mkoa wa Mbeya. Lakini iko barabara Mheshimiwa Pati, kuna taarifa kutoka Mheshimiwa Kasaka. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kumpa taarifa mchangiaji pamoja na maneno mazuri ambayo endelea kuyasema, lakini barabara hii aliyoitaja ya Makongorosi kwenda Mkiwa ni barabara ya kimkakati ambayo inaunganisha na kwenda kufungua fursa mikoa ya nyanda za juu kusini pamoja na mikoa ya kati. Hivyo ni muda mwafaka za serikali itoe fedha ili barabara hii iweze kwenda kutengenezwa. Mheshimiwa Patrick, taarifa unaipokea? Ninaipokea taarifa kwa sababu najua hawa ni wachimbaji wa madini na matajiri wengi sasa hivi wa Tanzania wanakimbilia kule Makongorosi na Chunya. Kwa ni barabara ina umuhimu mkubwa sana. Ninaipokea taarifa. Jambo jingine, tuna barabara nyingine kwenye mkoa wetu wa Mbeya na waziri anaelewa kwa nini nazitaja barabara zote za mkoa wa Mbeya, anafahamu kwa nini. Tunayo barabara pia ya Mbeya vijijini ya Mbalali Shigamba, na yenyewe imetajwa muda mrefu. Tunaomba Mheshimiwa Waziri utusaidie hiyo barabara ianze kujengwa, kwa sababu Mbeya vijijini ndio wilaya ambayo inalima zao la pareto pekee nchini na ni zao la kiuchumi kwa nchi yetu. Iko barabara ya Kiela inaanzia Ibanda Kajunyumbele Itungi Poti. Ile barabara tayari ilishakuwa na mkandarasi, na mkandarasi mkataba wake ulivunjwa. Kwa hiyo sio barabara ambayo inaanza usanifu upya, lakini tunashangaa mpaka leo hii hakuna mkandarasi kule site na sijui itakuwaje. Kwa hiyo nakuomba Mheshimiwa Waziri, watu wa Kiela wanakusikiliza kwa sababu ni wakulima wakubwa wa kokoa na serikali inapata fedha nyingi za kigeni kupitia zao lile. Lakini niongee Mheshimiwa Naibu Waziri, Naibu Spika, wabunge wengi wameongea hapa na malalamiko makubwa ni upatikanaji wa fedha. Lakini mimi naweza kusema jambo moja. Sheria yetu ya manunuzi ndio imekuwa ni kansa kubwa sana kwenye Wizara ya Ujenzi. La kwanza, inashawishi mianya ya rushwa, na ndio maana unakuta barabara nyingi zikijengwa ndani ya miaka 2-3 zinakufa. Lakini jambo lingine, linaongeza gharama kubwa sana ya ujenzi. Nitoe mfano. Leo hii mimi ni mkandarasi na tenda natangaza kwenye NeST, maana yake tunashirikisha dunia nzima watu washiriki kwenye zile tenda. Anashinda mtu toka nje ya nchi, anakuja na begi lake, anasaini mkataba, alafu sisi tunamtafutia advance payment na tunasema tuna shida ya fedha, wakati itakiwa wale watu wanatoka nje waje na mitaji yao ili wakandarasi wetu wa ndani tuwajengee uwezo, ikiwezekana nao ndio wapewe advance payment. Na ni kwa nini mtu umpe pesa? Kwa mfano miradi iko 5
kila mkandarasi anataka bilioni 25, maana ni bilioni 100 advance payment. Kwa nini wizara isipeleke zile fedha kwenye benki zetu za ndani, wale wakandarasi wakawa wanapewa mikopo kupitia benki zetu za ndani, na mwisho wa siku wizara inatoa garantii tu pale kwenye mabenki, ni mkandarasi fulani amejenga barabara imekaguliwa kilomita 10 apewe malipo yake. Leo hii unampa advance payment mkandarasi yuko hapa ndani miaka zaidi ya 5 ya bilioni 25. Ukimuuliza bilioni 25 umejenga wapi barabara, anasema hii pesa ni mobilization. Amejenga mabanda na kununua magari ya wafanyakazi. Alafu anajenga barabara kilomita 10, labda certificate ya bilioni 10, pesa inachukua mwaka mzima hajalipwa. Sasa hii tunafanya nini sisi? Hii sheria iko kwa ajili ya kumfavor nani? Ninaomba Ulega, najua ni mtu makini na una naibu waziri mzuri, ni engineer. Hebu iangalieni vizuri hii sheria. Inatufavor sisi kama nchi au inawafavor watu wengine? Ninakuomba uniongezee hata dakika 2 nimalize mheshimiwa. Mheshimiwa, malizia muda wako. Sababu mimi ni mtu wa mwisho, naomba dakika 2 tu. Bado kuna changaji wengine mheshimiwa. Nakushukuru. Sekunde 30. Jambo jingine, tunao sisi wasomi wetu hapa ndani ambao ni wataalamu, tuwajengee uwezo, wafungue makampuni wale vijana wetu, ili wao ndio wanajenga hizo barabara na tuwape hizo advance payment. Sasa hivi imekuwa ni tabia, kampuni za nje zinakuja kufungua kampuni hapa nchini, zinajifanya ni local company ambao tunaangalia local content, kumbe ni kampuni za nje. Wanapewa advance payment, zinakwenda nje pesa, kule nje ndio wanaamua shingapi zije kujenga barabara. Hatuwezi kufikia malengo na kumsaidia mheshimiwa rais. Asante sana. Hiyo nilikuwa naomba sana mheshimiwa waziri liangalie sana. Naunga mkono hoja, asante. Asante sana.